Kama askofu alivyotambulisha, naitwa Pastor Charles Prosperity na ni mchungaji, kiongozi na mwanzilishi wa kanisa la The Covenant Place International Church, na tuko Dodoma katika mji wetu mji wa makao makuu, lakini pia mji wetu wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo mahali hapa. Asante kwa mkono wako wenye nguvu, na asante kwa mkono wako wenye uwezo. Ninakupatia utukufu, sifa na heshima ni katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Baba likaje kwa nguvu inayoweza kufungua na kuponya asubuhi ya leo. Asante kwa kila jambo ambalo umelifanya mpaka sasa. Asante kwa mtembeo mkubwa wa Roho Mtakatifu katikati yetu, na asante kwa neema ulizoachilia kupitia kusifu na kuabudu asubuhi ya leo. Baba, nakushukuru pia hata kwa neema inayofanya kazi katika madhabahu hii. Baba, ninaomba neema hizo zikanisaidia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tumia kinywa changu na ulimi wangu kama karamu yako asubuhi ya leo, kwa ajili ya kubariki na kuwasogeza mbele watu wako katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Na mtu fulani sema amen. Kama unamwamini Yesu sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tafadhali tusome andiko moja hapa, na then tupate kitu cha kukiangalia siku ya leo. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Tasoma kuanzia mstari wa kwanza. Asema, basi Ahab akamwambia Yezebel habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya, na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Huyu ni mfalme, anakuwa ni mtangazaji wa mambo au habari za Eliya. Mfalme wa nchi, rais wa nchi, ameanza kuwa mtangazaji na msimuliaji wa mambo ambayo Mungu anayafanya kupitia Eliya. Nimekuja kumwambia mtu fulani asubuhi ya leo, habari zako zitasikika Ikoro katika jina la Yesu Kristo. Anasema, ndipo Yezebel akampelekea Eliya mjumbe kusema, yani Yezebel mke wa Ahab, yani kwamba kama Eliya anakuogopa, kama Ahab anakuogopa, mimi sitakuogopa. Anasema akampelekea ujumbe Eliya kusema, miungu wanifanyie vivyo hivyo na kuzidi, nisipo kufanya roho yako kesho panapo wakati kama huu, kama roho ya mojawapo wa hao. Can you see the message? Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mwanamke ambaye kipindi Ahab anahitaji shamba na kijana amemkatalia, Yezebel alimwambia mmewe, tulia, hiyo kazi niachie mimi. Na maandiko yanatuonyesha wazi namna gani ambavyo mama alitengeneza njia na mpaka shamba lilipatikana kwa mume wake. Lakini mwisho wa siku mtu aliyokatalia shamba, mfalme, akawawa. Na hapa anamwambia Eliya kwa uzoefu kwamba niachie mimi kazi, mimi najua namna kushughulika na watu kama hao. Na angalia response ya Eliya, mstari wa 3, kama unaweza tusome pamoja na fadhali. Mstari wa 3 wa Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 3, twende 1 2, let's go. Naye alipoona hayo aliondoka, akaenda ahifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Mstari wa 4, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, e Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Mstari wa 5, asema naye akajinyosha, anasema akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa
na gudulia la maji kichwani pake, akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwambia mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Mstari 8. Mstari 8 ponje tafadhali, 1 2 3. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horeb, mlima wa Bwana. Mungu abariki kusoma kwa neno lake asubuhi ya leo. Mtu fani sema amen. Na nataka nifundishe asubuhi ya leo somo hili ambalo na mimi nitakujenga na litamsaidia mtu fulani kugeuza mwelekeo wa maisha yake. Nafundisha usivunjike moyo, bado liko tumaini. Mtu fulani mwambie jirani yako, usivunjike moyo, bado kuna tumaini. Mwambie jirani, usivunjike moyo, bado kuna tumaini. Sema tena, usivunjike moyo, maana bado kuna tumaini. Na nimekuja kumwambia mtu fulani asubuhi ya leo kwamba bado liko tumaini la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwa maana kuna tumaini kwake yeye aliyeungamanika na aliyo hai. Liko tumaini. Maadamu una uhai, maadamu una uzima, liko tumaini kwa bali yako. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu kuna uzima, liko tumaini kwa habari ya maisha yako. Maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba maadamu umeungamanika na uhai, yani moja ya mtaji wa maisha yako ni uhai wako. Moja ya sababu kwamba utafika mbali ni pale unapoanza kuona bado unapumua. As long as you still have life, there is hope for you. Nimekuja kumwambia mtu fulani aliyokata tamaa. Yamkini maisha yamekukalisha tamaa, yamkini mambo yamekuvunja moyo, liko tumaini kwa habari yako. Na ile tumaini itaamsha tena maisha kwa jina la Yesu. Nasema liko tumaini kwa habari ya maisha yako, na ile tumaini litajenga tena maisha kwa jina la Yesu. Mtu fani sema tena, usivunjike moyo, bado kuna tumaini. Sema tena, usivunjike moyo, liko tumaini. Na sikiliza ni my friend, kuna vitu kwenye maisha vinavunjaga moyo. Kuna nyakati kwenye maisha zinavunjaga moyo, na kuna hali kwenye maisha zinavunjaga moyo. Kuna nyakati, kwenye maisha kuna vitu vinavunjaga moyo, na hivyo vitu ni nyakati au hali. Kuna hali zinavunjaga moyo kwenye maisha. Yani kuna vitu unapitia, circumstances in life. Kuna mambo unapitia ambayo ukiangalia na usipokuwa makini nayo yanaweza kukuvunja moyo. Sikiliza my friend, kinachofelisha maisha sio kukosa kazi. Kinachofelisha maisha sio kutoolewa au sio kutokuwa na mume. Kinachofelisha maisha ni moyo unapokuwa umevunjika. Maandiko yanatuambia moyo uliochangamka ni kama dawa, lakini moyo uliovunjika ni nani awezaye kubeba? Who can bear it? Na ndio maana familia iliyovunjika moyo haiwezi kufika mahali. Kwa nini? Kinachopeleka maisha mbele hata sio biashara. Kinachopeleka maisha mbele hata sio mafanikio. Kinachopeleka maisha mbele ni kuwa na moyo usiovunjika kirahisi. Wengi tuna vitu vinavyovunja moyo. Mioyo yetu inavunjika kirahisi mno. That's why hatuwezi kwenda mbali kwenye maisha. Moyo wako ndio engine ya maisha yako. Your heart is the engine of your life. Ndio maana maandiko yanasema keep your heart with all diligence. Asema utunze moyo wako kwa nguvu zako zote.
Maana kutoka huko, out of it are the issues of life. Moyo wako ndio unaoamua nini kipatikane kwenye maisha. So ukiona vitu vinalegea ni kwa sababu moyo umelegea. Ukiona mambo hayaendi ni kwa sababu moyo umedumaa mahali pamoja. Asubuhi ya leo, ili neno likaamsha tena moyo wako uliovunjika, ili neno likaleta tena hamasa kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, sema sitavunjika moyo, maana bado kuna tumaini. Kwenye waraka wa 3 wa Yohana 1:2 tunaona kwamba mpango wa Mungu kwa habari yetu ni sisi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mpango wa Mungu kwa habari yetu ni sisi kustawi, ni sisi kufanikiwa. Asema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Sema yote. Sema katika mambo yote. Mungu anakutaka ufanikiwe katika mambo yote. Yani kwenye kila unachokifanya, kwenye kila unachokigusa. Maandiko yanasema na lolote alifanyalo litafanikiwa. So that is the mindset of God. Huo ndio mpango na nia ya Mungu kwa habari yako, kwamba kwenye kila ukifanyacho ufanikiwe. Mungu hajakukusudia ufeli kwenye maisha. Mpango wake, nia yake kwa habari yako na habari yangu ni kufanikisha tunayoyafanya. Anasema ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. So Mungu anakutaka ufanikiwe, lakini adui mkubwa wa mafanikio yako ni kuvunjika moyo. Shetani wako mkubwa ni moyo wako unapokuwa umevunjika. Sikiza my friend, maisha haya sio kwa ajili ya watu wenye moyo wa ice cream. Maisha haya sio kwa ajili ya watu wenye mioyo kama ya Blue Band. Maisha haya ni kwa ajili ya watu wenye mioyo migumu. Unahitaji moyo mgumu kupambana na changamoto ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mtu aliyefanikiwa kwenye maisha haya ambaye hana moyo mgumu. This life requires a hard heart, mioyo migumu, isiyovunjika kirahisi rahisi, isiyotepeta kirahisi rahisi. Inahitaji mioyo migumu. Sema maisha haya yanahitaji watu wenye mioyo migumu. Sema tena, maisha haya yanahitaji watu wenye mioyo migumu. Sema kuanzia leo napokea ubatizo wa moyo mgumu. Sema tena, kuanzia leo napokea ubatizo wa moyo mgumu. Pastor Dennis amefundisha asubuhi namna ya kuacha legacy kwenye maisha. Na amesema maisha haya kuna njia mbili ya kuyaishi. Au uishi maisha yanayokufurahisha, au uishi maisha ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yanayokufurahisha hayanaga mipaka. Chochote kile kinachokufurahisha ni sawa. Lakini ili uweze kuishi maisha ya maana, meaningful life, lazima uwe na moyo mgumu mpendwa. Kuna mambo fulani utataka, lakini unasema no, siwezi nikafanya kwa sababu kuna mahali naenda. That is a hard heart for your life. Kuna mambo ambayo unahitaji kuyafanya kwa sababu ya kesho ulionayo, kwa sababu ya watoto ulionao, kwa sababu ya vitu unavyovitazama mbele. Pokea neema ya kulipia gharama kwa jina la Yesu. Mtu fulani sema haleluya. So adui mkubwa wa mafanikio sio shetani, ni moyo. Moyo wako ukikuzuia bila kujali wangapi wanakusaidia, hautaenda. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako ukishindwa, when your heart fails, your life must fail. Kuna kitu kinaitwa heart failure. Umeshakusikia? Yani moyo umeshindwa kuendelea kudunda, kuendelea kupump damu. Ukifeli, maisha yako yanaishia hapo.
spiritually likewise. Mahali chochote ambacho uwezi ukakithubutu kwa moyo wako, uwezi ukakifanikisha. Tunachokiona hapa leo ni uthubutu wa moyo wa mtu fulani. Tunachokiona hapa leo ni ugumu wa moyo wa mtu fulani. Tunachokiona hapa leo, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namsikiza mtu mmoja anatupatia ushuhuda wa namna alivyoanzisha redio. Asema kuna kipindi ilimbidi atoe watoto wake kwenye international schools, apeleke kwenye shule za kawaida ili kwamba alipie redio. Bwana Yesu asifiwe. It takes a hard heart, my friend. Kwenye maisha haya wanaoendaga mbali ni wale tu ambao wana mioyo migumu. Wezi ukajua sacrifice ngapi ambazo mtumishi wa Mungu amezilipia. Watoto wake wamelipia mambo mangapi kuwa na haya tulio nayo leo. Maisha kama atakufaidia, lazima udevelop a hard heart, moyo mgumu. Watu wanaotaka kuishi maisha kama yalivyo hawawezi wakaenda mbali. Pokea neema kuwa na moyo mgumu kwa jina la Yesu. Na silaha kubwa ya adui kuwaondoa wengi kwenye safari ya mafanikio sio kutofanikiwa kwenye biashara, wala sio kukosa fedha, bali ni kuvunjika moyo. Shetani atafanyia mambo ambayo yatakuvunja moyo, yatakuharibu moyo ili tu usiendelee. Lakini wale tu ambao wanaoendelea hata pamoja na kuvunjika moyo. Sikiliza my friend, kuvunjika moyo hakupaswi kuwa mwisho wa safari. Wangapi mnanielewa asubuhi leo? Kukata tamaa, wengi tunakataga tamaa. Usidhani ya kwamba atuvunjika. There are times kuna mambo yanavunjaga moyo. Lakini pamoja na mambo yanavunja moyo, bado tunang'ang'ana kwenda. Kwa nini? Kwa sababu taji alipo kwa watu wanavunjika moyo. Hakuna anayevunjika moyo na akasifiwa. Hakuna anayeishia katikati na akapata sifa. Ni wale tu ambao wanakwenda mbali. Ni wale tu ambao wamekataa kuvunjika moyo ndio wanaokwenda mbali kwenye maisha. Sema nakataa kuvunjika moyo. Sema tena nakataa kuvunjika moyo. Wakorintho wa pili sura ya 4. 2 Corinthians chapter 4 mstari wa 8 ukianza. Wakorintho wa pili sura ya 4 ukianza mstari wa 8. Asema pande zote twadhihakika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Mstari wa 9. Anasema twaudhiwa, bali hatuachwi. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Mstari wa 10. Angalia. Anasema siku zote twachukua katika mwili wetu kuuawa kwake Kristo, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Huu ni Paulo anaongea. Anasema kwamba siku zote, pande zote twadhihakika, twapata dhihaka. Pande zote twaona shaka. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliofanikiwa leo ni watu ambao pamoja na mashaka walienda mbele. I tell you, pamoja na kukata tamaa waliamua kwenda mbele. Ukimliza Bishop Dickson, sawa, alikuwa na maono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila mtu mwenye maono hajui mambo yote yatakayokuwa kesho. Kinachomfanya mtu mmoja aamue kufanya jambo fulani sio kwamba alijua mambo yote. Wakati tunaanza huduma hatukujuaga mambo yote. Mungu kama angekujulisha mambo yote angekataa. Kuna vitu ambavyo Mungu angevifunuaga vyote, wengi wetu tusinge step out na kuanza kitu. Tunakuja kutana nayo mbele. Na unapokuja mbele, Mungu anatengeneza moyo wa kukabiliana nao. Pokea moyo kama wa simba kuanzia leo. Nenda kakabili changamoto zako kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo. Paulo anasema pande zote twadhihakika,
lakini atukati tamaa. Atukati tamaa. Anasema kwamba pande zote twaona shaka. Twaona shaka. Kwamba okay, unajua unapoanza huduma there's no retirement. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku unasema mimi nafunga mwana duka hili nitafungua mwakani. Kanisa ni tofauti na duka. Kanisa unaweza kuamua kwamba usipouza sana Moshi nenda Arusha. Kanisa liko hivyo. Kanisa hakuna kwamba leo nimechoka sana na lala leo. Hakuna hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo, kwa nini watu wanafanikiwa? Wameuweza moyo wao. Wameuweza moyo. Moyo wako upate nguvu kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kukosa fedha sio adui, bali ni kukosa moyo. Ukiwa na moyo, hata ukikosa pesa utaendelea. Ukiwa na moyo, yani when your heart is strong, even though you don't have money, you continue. Sikiliza, kilichonunua vitu hivi, mimi nipo kwenye huduma almost sasa kwa miaka 15, 16. Bwana Yesu asifiwe. I understand, nafahamu. Kinachonunua hivi vitu kwanza ni moyo kabla ya fedha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayengojea hela ndo akanunue kiwanja hata nunua. You begin to buy it in your heart first before you can buy it outside. Unashindaga kwanza ndani kabla hujashindaga nje. Ukiona mtu amenunua line array, alizinunuaga kwanza ndani. Huku ndani aliweza kwanza moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise you don't buy anything. Unajua shida yetu ni kwamba tunangojaga mpaka tuwe na kila kitu. Yani tuwe na hela yote. My friend, hutakuwa nayo. Unahitaji kwanza moyo. There must be a conviction in your heart. Bila conviction ya moyo wako, apata kuwa na chochote utakachokipata kwa mikono yako. There must be a conviction. Lazima uwe convinced inside. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ndani yako kwanza ushawishike kwamba jambo hili linawezekana. Kwamba jambo hili kwa Mungu yote yanawezekana. Na kwa sababu namwamini Mungu, nalo pia linawezekana. My friend, bila moyo Mungu hawezi kufanya chochote kile. Nasikiliza, moyo wako ndio unaoamua baraka zako. Your heart. Your heart, your heart posture. Moyo wako, hali ya moyo wako ndio unaoamua matokeo ya baraka zako. Nini utakipata mkononi ni matokeo ya kile ulichokipata moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10, maandiko yanasema kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu ukiri hata kapata wokovu. Anaanzaga kwanza moyoni. Kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu anakiri, ndipo anapopata. Watu wengi tunataka tupokee mkononi ili hali hatujapokea moyoni. Tunapokeaga kwanza moyoni. Tunapokeaje? Kwa mioyo yetu. With the heart a man believes into salvation. Anaamini mpaka apate wokovu. So uwezi ukapata zaidi ya kiwango cha moyo wako. Namwambia mtu asubuhi leo, moyo wako uwe tayari kupokea katika jina la Yesu. Now, kuvunjika moyo ni nini? Nini maana ya kuvunjika moyo? Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya kuvunjika moyo? Namba moja ni ile hali ya kupoteza ujasiri wa kuendelea kufanya ulichokuwa unafanya. Ni ile hali ya kupoteza ujasiri wa kuendelea kufanya ulichokuwa unafanya. Yani uoni tena kama inawezekana. Uoni tena kama kuna njia inafunguka. Kuvunjika moyo ni pale binti anapokuwa na miaka 35 tu. Mtu fulani sema miaka 35 tu. Sema miaka 35 tu. Na amekata tamaa kwamba aweza kaolewa tena. Hana ujasiri. Yani hata mchungaji anapoita watu, jamani wanaotaka kuolewa waje mbele tuombe, yeye hatatoka.
Kwa nini? Ndani yake amekwisha amua, amekwisha vunjika moyo. Maandiko yanatuambia aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo mwishoni anavyokuwa. So ni hali ya kupoteza ujasiri. Yaani unafika mahali unashindwa hata kuamka asubuhi kufanya unachotakiwa kufanya. Kama ni mfanya biashara, unajisikia uzito kwenda dukani. Why? Kwa sababu ya biashara kutofanikiwa. Why? Kwa sababu ya madeni yaliyoko dukani. Kwa nini? Kwa sababu ya namna ulivyoshindwa jana. Sikiliza, moyo wako ndio unaamua matokeo yanayokufuata. So moyo wako ukivunjika na ukikata tamaa, haitafika kipindi mambo yatakuwa sawa. Mambo yana respond according to your heartbeats. Maisha yako ni matokeo ya hali ya moyo wako. So kuvunjika moyo ni ile hali ya kupoteza ujasiri. Na hichi ndicho kilichomkuta Elia. Elia ameua manabii zaidi ya 400. Alafu hapa anakuja mwanamke mmoja ambaye hata hajaokoka na anamtishia ya kwamba kesho nitakisha Elia unakufa kifo cha hao. Na Elia alipoteza kabisa kumbukumbu ya kwamba yeye ndiye aliyewaua aliyokuwa anategemea Jezebel. Sikiliza, kilichokuwa kinamfanya Jezebel na Ahab au na ujeuli ule ni wale manabii wa Baali. Na ndio maana kama uone uko makini utagundua baada tu ya manabii wa Baali kufa, Ahab hakuchukua muda mrefu. Kulikuwa na miungu ambayo ina sponsor kiburi cha Ahab. Kulikuwa na miungu ina sponsor kiburi cha Jezebel. Ndio maana Jezebel anasema kesho miungu inifanyie hivyo. Sikiliza my friend, ukimwona mtu ana kiburi, hana hela, hana elimu, lakini ana kiburi, ujue kuna kitu anakitegemea. Acha kupambana naye katika mwili, deal na miungu yake. Bwana Yesu asifiwe. Deal na miungu yake katika ulimwengu wa roho. Haman hakuwa na lolote lile, lakini alikuwa amemloga Ahasuero kiasi kwamba Ahasuero anaweza kaa miezi 3 hajamwona Esther na kwake ni okay. Uko mahali hapa asubuhi leo, mume wako amehama nyumba, ameenda kwa kimada kimoja ambacho ukikiangalia hata wewe na yeye umempita. Nini kina sponsor? Kinacho sponsor matendo ni miungu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila miungu iliyopofusha macho ya mke wako tunaikomesha leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So kuvunjika moyo ni kupoteza ujasiri wa kuendelea. Na sikiliza hili my friend, ushindi kuvunjika moyo mara moja. Kuvunjika moyo ni jambo ambalo unatakiwa uendelee kulishinda mara kwa mara. Na ndio maana utashangaa leo mtu aliyekutia moyo, unasikia mtu huyo aliyokutia moyo jana leo amejinyonga. Unajua ni kwa nini? Alikutia moyo wewe, lakini yeye alishindwa kujitia moyo. Ndio maana kwenye maisha lazima ujifunze sanaa ya kujitia moyo mwenyewe, ya kujipongeza mwenyewe. Na nitakuonyesha hapo mbeleni muda si mrefu. Lazima ujifunze sanaa ya kujitia moyo mwenyewe. Maandiko yanasema na Daudi akajitia moyo katika Bwana. Na Daudi encouraged himself in the Lord. Kuna vipindi kwenye maisha kwa sababu ya mazingira usitegemee sana watu wakutie moyo. There are times ambapo kila mtu atajaribiwa. Jifunze kujitia moyo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Pokea neema kujitia moyo kuanzia leo. Nenda kajipongeza kuanzia leo. Nenda kajipongeza katika Bwana. Daudi anasema katika Bwana nafsi yangu itajisifu. Wenye haki wasikie na wakafurahi. Jifunze kujisifia katika Bwana. Unajisifia vipi? Unapokutana changamoto, just jiambie na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Jifunze kujisifu katika Bwana. Usijisifie katika vitu ulivyo navyo, jisifu katika Bwana.
Pokea neema kuanzia leo. Nasema pokea neema kuanzia leo. Katika jina la Yesu. Nini huvunja moyo? Nini huvunjaga moyo? Vitu gani vinavunjaga moyo? Namba moja, mambo unayoyaona. Mambo unayoyaona. Ndio maana Yesu alisema beware of what you see and what you hear. Mambo unayoyaona. Kuna vitu kwenye maisha ukiviona vinaweza vikakuvunja moyo. Kuna vitu ukiviona vinaweza kukatisha tamaa. Kuna mambo unayoyaona yanaweza kukuvunja moyo kabisa na ukajiona wewe ufai na ukapoteza kabisa ujasiri. Yani kuna mtu unamuona yupo kama wewe, kiwalisi ukimwangalia vizuri kama vile umempita, lakini matokeo alionayo yanakushangaza. Usipokuwa makini unaweza ukavunjika moyo kwa sababu ya mafanikio ya mtu. Sikiliza my friend, Askofu Depo alisema men are in sizes and life is in phases. Maisha yapo kwenye awamu na watu tupo kwenye vipimo. Kila mmoja ana kipimo cha mguu wake. Jifunze kucelebrate kila nafasi ulionayo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi leo, kwa nini wanavunjika moyo kirahisi? Ni kwa sababu amemuona rafiki yake darasani alikuwa ni wa mwisho, lakini leo anafanya vizuri kuliko yeye. Anamuona mtu kanisani amekuja mwaka jana, lakini baada ya kuwa amekuja amekaa chini, amejifunza na anaanza kutoa ushuhuda, anaanza kuvunjika moyo kwamba huyu amekuja tu jana, alafu mbona kama vile matokeo yake ni makubwa kuliko yangu. Sikiliza my friend, ukiona mahali pana matokeo ni dalili kwamba hata wewe upo kwenye mstari wa kupata matokeo. Usivunjike moyo kwa sababu ya vitu unavyoviona. Jifunze kuyaweza macho yako. Jifunze kuyaweza macho yako. Macho yako ni mlango wa ufahamu. Jifunze kuyasubdue macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamekata tamaa na wamevunjika moyo kwa sababu ya mambo wanayoyaona. Yani kuna namna ambavyo unavunjika moyo kwa sababu tu kuna kitu umeona kwenye group la wanafunzi wenzio mliosoma nao chuo kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Yani unahangaika na kazi, mwenzako ameshabadilisha kazi 2. Tena kazi zenyewe katoka ubalozi wa Canada ameenda ubalozi wa Marekani. Na wewe unatembeza bahasha kila siku. Usipokuwa makini, ushuhuda wa watu unaweza ukakuvunja moyo. So beware of what you see. Kwenye Samueli wa kwanza 13:11 mpaka 12, kilichoharibu maisha ya Sauli ni kutoyaweza anayoyaona. There are things in life lazima ujue namna ya kuyaweza. Lazima uyaweze mambo yanapotokea. Kuna watu ambao uwategemei, utawaona wanaondoka maishani mwako. Ujue namna ya kuweza moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuona watu ambao wako nyuma yako wanakupita. My friend, learn how to overcome that. Muda wako unakuja. Mungu hana upendeleo. Alichokifanya kwa jirani yako anaweza kufanya kwako tena zaidi kuliko yale uwazayo, kuliko yale uliyoyaomba, kwa kadiri ya nguvu ifanyayo kazi ndani yako. So chochote ambacho Mungu amekisema anaweza kukitenda. Angalia, asema Samueli akasema, umefanya nini Sauli? Mbona sikutegemea? Na Sauli aliambiwa mngoje Samueli kwamba anakuja kutoa dhabihu. Lakini Sauli kaona Samueli anachelewa. Anasema sasa umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika. Wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa. Na Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikimashi. Asema kwa sababu naliona watu wananiacha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mchungaji unaanza kuona watu wanakuacha. Alafu unauliza huko wanakoenda mchungaji anafanyaje? Mchungaji wanakuambia kule mchungaji bwana anafanyaga mpaka kaunabii.
uko mchungaji bwana, atupingi unabii, lakini kuna namna fulani ambayo kwamba unaanza kubadilisha mtindo wako wa ibada, unaanza kufanya kwa sababu watu wanataka kitu fulani. Maandiko yanasema nilipoona watu wananiacha, nilipoona wateja hawaje dukani sana, na nilipoangalia mwenzangu anachokifanya, akaniambia kuna mganga Kibololoni, kuna mganga Majengo. So nikaamua kwenda, nisije nikavunjika moyo. Kuna jambo nimeona wenzangu wanafanya. Sikiliza my friend, be very careful of what you see. Unayoyaona yanaweza kubadilisha kabisa mtazamo wako. You are what you see. Uko vile kwa yale unayoyaona. Unayoyaona yanatengeneza maisha yako. Kwa mbaje jana Pastor Dennis kwamba Mungu amekubariki sana kukaa chini ya mtumishi wa Mungu. Kuna mambo unayaona, baba atake asitake utayafuata tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna, sikiliza my friend, umebarikiwa mno kukaa kwenye huduma kama hii, kwa sababu kuna vitu unaviona. Na kuna mambo ukiyaona you end up becoming. Mambo fulani ukiyaona unaishia kuwa vile ulivyo, vile ambavyo unayemuona alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Now, huyu jamaa aliona, na alipoona akavunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana naliona watu wanaachana na mimi, watu wanaondoka. Unapoona watu wanakuacha, what do you do? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kabla hujakutana na watu, lazima ujue thamani yako kwanza. Thamani yako kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Usipojua thamani yako dada, kuachwa kutakuwa ndio maisha yameishia hapo. You must know. Sikiza kaka, dada asiyejijua afai kumchumbia. Dada lazima ifike hatua anajua thamani yake. Tumeelewana? Tumeelewana? Na sikiliza my friend, ndoa haileti thamani. Ndoa inaongeza thamani. Thamani inaletwa na self realization, kujitambua mwenyewe. Umeumbwaje? Hapa uko duniani kwa sababu gani? Wewe ni nani? Na usiingie kwenye mahusiano kwa kutegemea kwamba unaingia naye ndiye atakayekupatia thamani. Unaingia naye kwenye mahusiano akupatii thamani, anaongeza thamani. Anaboresha thamani ulio nayo. So begin to know yourself. Sauli alisumbuka watu walipokuwa naondoka. Usipojua thamani yako, watu wanapoondoka itakusumbua. Watu wanapokuacha. Na kwenye maisha haya my friend, upende usipende utaachwa. One time you will be alone. Tumeelewana? Mmenisikia? Kwenye maisha haya kuna kipindi utakuwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia Bishop juzi jana usiku anasema kwamba amekuwa Arusha, anaonana na mama hapa madhabahuni. Kuna time you will be alone. Hata kama umeoa, unampenda mkeo namna gani, niko huko Arusha niko peke yangu, Moshi niko peke yangu, mke wangu yuko Dar es Salaam, yuko Dodoma. There are times you will be alone. Tumeelewana? So kidhani kwamba thamani yako ipo kwa sababu una mume, utakapokuwa peke yako utamisbehave. Bwana Yesu asifiwe. You must understand your personal value. Kwa sababu kuna kipindi utakuwa peke yako. Kuna kipindi utaachwa. Kuna kipindi watu hawatakuwepo. Watu wakuangalia hawatakuwepo. Ni thamani yako binafsi ndio inayokusaidia hata ukiwa peke yako usimisbehave. Hata ukiwa peke yako usishushe viwango. Ni kujitambua wewe ni nani, nini umekibeba. Ndicho kinachokufanya hata kama hakuna mtu wa kukuangalia, udumishe standard ulio nayo. Mtu fulani sema amen. Mtu fulani sema amen. Na sikiliza my friend, kinacholeta thamani kwenye maisha sio watu wanaokuzunguka, ni ufahamu ulio nao kwa habari yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kuna siku utaachwa peke yako.
Mwambie jirani, kuna siku utaachwa peke yako. Unahitaji kujua thamani yako. Mwambie jirani, kuna siku utaachwa peke yako. Unahitaji kujua thamani yako ili utunze viwango vyako. Unahitaji kujua thamani yako ili utunze viwango vyako. Usipojua thamani, utajua kiwango ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na usipojua kiwango ulicho nacho, utaishia kufanya mambo ya kawaida. Utaishia kukata tamaa kwa chochote kile. Kuna vitu ambavyo is part of the package. Mungu akikuinua, kuna mambo ambayo ni sehemu ya furushi ya kuinuliwa kwako. Usipojua thamani ulio nayo, watu wanapokuacha utaanza kulia. Is part of the package. Ni sehemu ya baraka zako. Kuna maumivu, ni sehemu ya baraka. Yes. Kuna vitu napitia, ni sehemu ya baraka. Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe Bwana u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Naweza kuona mambo mangapi hapa Daudi anapitia? Kwanza kwenye bonde la uvuli wa mauti. Alafu gongo na fimbo. So kumbe gongo, fimbo, bonde la uvuli wa mauti ni sehemu ya faraja. Ni sehemu ya matengenezo. Ni sehemu ya baraka. Know your value. Hautaogopa wanapokuacha. Hautaogopa ukiachwa peke yako. Hautaogopa. Daudi anasema, baba na mama wataniacha, lakini kwa sababu namjua Mungu wangu, mimi nitatafuta jambo moja, nikae uweponi mwake siku zote za maisha yangu. Tamkuta mtu anakuambia, unajua mimi najiuza kwa sababu unajua tena wazazi wangu walikufa kabla ya wakati. Sikiliza my friend, kuna watu ambao wamezaliwa hata wazazi wao hawajui na una behave vizuri. Wewe kinachokufanya ujiuze ni kwa sababu ujui kiwango chako, thamani yako. Na ndio maana mtu akiondoka, anaondoka na viwango vyako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiondoka, anaondoka na nafasi ulio nayo. Wakati Bishop nachumbia, nilikuwa nalala chini. Sina kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Sina kitanda, nalala chini. Lakini nilijua thamani nilio nayo. Unajua, usipojua thamani yako utadhani kwamba kulala chini ndio kiwango chako. Usipojua thamani yako utadhani kwamba kutokula nyama wiki 2 ni umaskini. Lakini ukijua kiwango chako utajiambia red meat sili. Kwa nini? Kwa sababu ya afya yangu. Kuna wengine wasipokula nyama ni umaskini. Lakini kuna watu wanajua viwango, kutokula nyama ni diet. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie nijua kiwango chako. Hautahangaishwa na usichokuwa nacho. Mwambie jirani, jua viwango vyako. Jua thamani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So jua kiwango chako, mambo unayoyaona. Namba 2, nini kinavunja moyo? Nini kinavunja? Namba 2 ni vitu unavyosikia. Mambo unayoyasikia. Kwenye kitabu cha Yoshua 2 mstari wa 11. Yoshua sura ya 2 na ule mstari wa 11. Nini kinavunjaga moyo? Mambo unayoyasikia. Uwe makini na watu unaowasikiliza. Uwe makini na wahubiri unaowasikiliza. Kuna wahubiri ukiwasikiliza unaondoka kanisani moyo umevurugika. Beware of who you give your ears. Masikio yako ni ya thamani mno. Sikiliza my friend, simsikilizi kila mtu. Simsikilizi kila mtu. Kwa nini? Maneno ya mtu nabeba roho. Sawa? Yesu anasema maneno niyasema ni roho tena ni uzima. So kuna watu maneno yao ni roho tena ni mauti. Maneno ya Yesu ni roho tena ni uzima kwa sababu yeye ni uzima.
asema mimi ni njia, kweli na uzima. Yeye ni uzima, na ndio maana anachokiongea kina emit uzima. Kuna watu ambao maneno yao ni roho tena ni uchafu. Ni roho tena ni mauti. Ni roho tena ni roho inayoua. Na ndio maana kuna watu ukiwasikia utakachowaza cha pili ni kupata mke wa pili. Yes, alichoongea. Kuna watu ukiwasikiliza utakachofikiria baadaye na kutenda baadaye ni kutafuta namna ya ukila chakula ukanywa bia. Kuna mtu fulani kujaga ofisini kwangu mwaka fulani. Nilikuwa sijuage mambo ya wine, nilikuwa sijui, nimezaliwa huko. So akaja ofisini kwangu siku moja akasema, "Pastor, unajua unafahamu wine?" Niambia, "Wine ndio kitu gani?" Akasema, "Unajua wine unajua wine sio pombe. Alafu wine inasaidia digestion." Mbona maanisha nini? Akasema, "Mimi nakabisa kwa hiyo unakunywa wine." Akasema, "Mimi usiku nikila hii digestion iwe vizuri na kunyaga kawaini kidogo." Maneno ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ni nini? Siku moja nimeenda Dar es Salaam kwenye Bible school. Wala kufundisha Bible school. Na nimeingia hoteli siku nimekula. Rafiki zangu walikuja, nimekulia Dar es Salaam kule, wokovu wangu Dar es Salaam. So waliposikia nimekuja Dar es Salaam wakaja, rafiki zangu wameokoka. So tukaenda kula, tumeshiba kweli kweli. Wakati napanda ngazi kwenda chumbani, nikasikia digestion wine. Digestion wine. Maneno ni mbegu. Kama singejua thamani yangu, niko chumbani peke yangu najua. Kama singejua thamani yangu, fikiri ningerudi Dodoma siku hiyo, mama angesema baba kaudi katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbe nimrudi katika nguvu za wine. Nasema nini? Be very careful nani anazungumza kwenye masikio yako. Chochote ambacho you don't want to become, never entertain. Why? You will end up like your friend. Your friend determines your end. Friend. End. Your friend determines your end. You will always become like your friend. Maneno ya rafiki yako yana nguvu. Usipokuwa makini unaishia kuwa kama rafiki yako. Nani unampatia masikio yako is very important. Nani unaongea naye? Kwenye Zaburi sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi katika baraza la wenye mizaa. Asema mtu huyu, asema tafakari yake, asema bali sheria yake ndiyo anayetafakari usiku na mchana. Uwezi ukatafakari neno kama wewe ni mtu unayekwenda katika njia ya wakosaji, unakwenda katika njia usio haki, unasimama katika njia ya wakosaji, na unaketi katika baraza la wenye mizaa. You have no time to meditate the word. Uwezi ukapata muda wa kutafakari neno kama njia zako wewe ni za watu ambao hawana haki. Hamtapata muda. Na ndio maana always know nani unampatia masikio yako. Elewa nani unamsikiliza mara kwa mara. Usimsikilize mtu kwa bahati mbaya. Hauna spare life. Maisha ulionayo ndio haya. Unaishi mara moja tu. Jumapili ya leo ndio ya mwisho. Utakuwa nayo nyingine kama ya leo. So yoyote ambaye anataka kudefine moyo wako, mpatie gap. Tumeelewana? Bwana Yesu asifiwe. Mpatie nafasi, muepuke maneno unayo yasikia. Yoshua sura 2. Yoshua 2 mstari wa 11 tafadhali. Joshua anasema kwamba na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka,
wala haukusalia ujasiri wowote katika moyo wa awaye yote kwa sababu yenu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Anasema tuliposikia hayo, nini katokea? Anasema haukusalia ujasiri wowote, mioyo yetu iliyeyuka. Kwenye Ezekiel sura ya 2:1-2 anasema naye aliposema nami, roho akaniingia. Roho wa mtu yupo kwenye maneno. Kama vile roho ya Mungu ipo kwenye maneno yake, mwanadamu roho yake ipo kwenye maneno yake. Mwanadamu yuko vile maneno yake anavyoyazungumza. Maneno yako ndiyo roho yako. So ukimsikiliza mtu mjinga, utaishia kuwa mjinga. Ukimsikiliza mtu mpotovu, utaishia kupotoka. Jali unachosikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Jali unachosikiliza. Namba 3, nini uvunja moyo? Namba 3, matokeo unayapata. Matokeo yanaweza kukuvunja moyo. Katika kila kazi kuna matokeo ulijipangia. Yanapokosekana kutokea, mara nyingi mioyo inayeyuka. Na ndio maana lazima ujiweze. Lazima, kwa naongea na Bishop asubuhi, anasema kwamba kwenye kazi unahitaji a large heart. Moyo mpana. Kwa nini? Kuna vipindi kwenye maisha hutaona uliyoyatarajia. Tumeelewana? Kuna kipindi, kuna vitu ulivyovitarajia, sio kama umekosea. Umefanya kila ulichofikiria kufanya. Lakini at the end of the day, mwisho wa siku, matokeo yako kinyume na matarajio. So na ndio maana unapopanga chochote, muamini Mungu kwamba utatimiza. Lakini muamini pia Mungu, hata kama haitakuwa kama ulivyotegemea, yeye anabaki kuwa ni Mungu. Askofu Odepo mwaka 2006-2007 mke wake aliumwa. Na aliumwa kwa kiwango kwamba media zote za Nigeria zilitangaza mama amekufa. Na aliita wachungaji wote, wengi wakubwa ambao wanafahamu duniani, kuja kumwombea. Alimwita Kenneth Copeland. Aliita wachungaji wengi wakubwa kuja kumwombea, lakini mama alizidi kuwa mgonjwa. Na siku moja asema huo ndio mwaka ambao alisafiri duniani kuliko kipindi kingine chochote kile. Walimuuliza, baba, mbona unasafiri wakati mkeo nyumbani ni mgonjwa? Mkeo anaumwa kiwango cha kufa. Askofu alisema Mungu kumponya mke wangu akumfanye yeye awe Mungu. Au kutomponya mke wangu akumfanye yeye asiwe Mungu. Amponye au asimponye, yeye ni Mungu wangu. My friend, arudi kwenye ile safari akamkuta mama ni mzima. Kuna time Mungu anataka aone moyo wako. Je, moyo wako upo tu kwenye matokeo? Kwamba usipopata matokeo fulani Mungu sio Mungu? Kuna watu wamemwekea Mungu mipaka kwamba Mungu ikifika 29 sijamuona mchumba, sijaolewa. Kwa kweli Mungu tutalaumiana. Yaani ikifika 29 Bwana wa mabwana na sijaona mchumba, sijaona ndoa, Mungu tutalaumiana, tutaanza kwenda club. Sikiliza ndugu yangu, Mungu atishwe. Sawa? Mungu haogopi mtu. So nasema nini asubuhi leo? Matokeo yasiwe chanzo cha kukatisha tamaa. As long as you have God, madamu unaye Mungu, unavyo vya kutosha. Maandiko yanasema mambo yote hufanyika vyema kwa wema wako, kwa ajili ya uzuri wako. So kuna time ambayo utadhani kwamba umeachwa, lakini Mungu anakuandalia njia nzuri zaidi ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. So matokeo yanawafanyaga watu wakate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu wao wanadhani thamani yao ipo kwenye matokeo. Hapana. Hapana.
Thamani yako haipo kwenye thamani yako ipo katika kufuata mpango wa Mungu. Na hiki ndicho kilichomwangusha Elia. Elia alidhani ya kwamba matokeo yake, thamani yake ipo kwenye matokeo. Na sikiliza, matokeo huwa hayatoshi. Ukipata gari moja utamani gari lingine. Sawa? Ukipata magari mawili utaanza kutafuta magari ya kumechi nguo. Kwamba nikipata V8 alafu na angalau kidogo ka BMW hivi. Fikiri hapo mimi sitamwomba Mungu tena gari yoyote ile. Ukipata hivi utasikia tu, nafikiri Mungu ukinipatia pia na helicopter kidogo, ili kwamba napotaka kwenda Dar es Salaam nisisumbuke. Vitu havitoshi. Matokeo hayatoshagi. Kinachotosha kwenye ufalme wa Mungu ni neema ya Mungu. Maandiko yanasema utakatifu pamoja na kuridhika una thamani kubwa. Kwenye maisha haya unahitaji tunda la kuridhika. Ukitaka matokeo tu ndio yatakuridhisha, hautaridhika. Unahitaji kuridhika moyoni. Unahitaji kuridhika moyoni. Maandiko yanasema kinachotosha kwenye maisha haya ni neema ya Mungu peke yake. Mungu alimwambia Paulo, neema yangu ndio inayokutosha. Kwa nini? Paulo alikuwa anataka kumwona aonekane handsome. Wanasema watamu maandiko kwamba Paulo hakuwa na muonekano mzuri, kama vile alikuwa na kabiongo hivi. So Paulo anasema kwamba alimsihi Mungu zaidi ya mara 3 kwamba kale kadudu kamtoke, na yeye pia atembee kama blaza, aonekane vizuri. Mungu akamwambia, wewe Paulo, sikiliza, matokeo hayatoshi. Unachohitaji ni neema. Neema ndiyo inayotosheleza. Bwana Yesu asifiwe. Neema ndiyo inayotosha. Ukijikuta kwamba hautosheki na matokeo, unaingia kwenye mchezo wa kujilinganisha. Ridhika mpendwa. Mahali ulipo panatosha kumtukuza Bwana kwa alichokupatia. Ulicho nacho mahali ulipo ni maombi ya watu wengine. Mungu aliniambia kipindi fulani, kitu fulani ambacho nilimshangaa sana. Mungu aliniambia hivi, hata watu wakubwa, hata hao ambao wanatamani hao, wana changamoto zao, wana matatizo yao, na vitu vyao ambavyo wao wameamua kukaa na mimi tu kwa uaminifu. Lakini nikikuonyesha, sikiliza, hata watu wakubwa kuliko wote nao wajua wana changamoto zao. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Hata Ahabu bado alitamani shamba la mizabibu hakuwa nalo. So hata watu wakubwa bado na vitu wanavyohitaji zaidi. Ridhika na mahali ulipo, huku ukimtegemea Mungu kwa uaminifu kufika mahali unapotakiwa kufika. Pokea neema siku ya leo kwa jina la Yesu. Nini kinasababisha kuvunjika moyo? Namba 4, a sense of failure. Kujihisi kwamba umeshindwa. Kujihisi kwamba umeshindwa. Elia alipima mafanikio yake ya huduma kwa vipimo ambavyo sio sahihi. Kuna kipindi kwenye maisha unaweza kupima vitu, ukapima maisha yako kwa vipimo ambavyo sio sahihi. Wengi wanadhani mafanikio ni kuwa na gari. Ukijipima mafanikio ni kuwa na gari, sio sahihi. Watu wanafanikiwa kabla hawajaona magari. Magari yanakuja kuunga mkono mafanikio yaliyoko ndani. Kumbuka maandiko yanasema anatamani jua mambo yote ufanikiwe kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. So ukimwona mtu amenunua gari, hilo gari kwanza liko kwanza ndani yake. Wengi tunapimanga mafanikio kwamba mtu akiwa na iPhone 16 huyu maisha yako vizuri. No. Ukipima hivyo, my friend, kuna watu ambao hawana hivyo na wamefanikiwa. Pastor Dennis akutuambia asubuhi, watu wengi ambao ni wakuu wanavaa tu kawaida. Vaa tu kawaida. Kinachomfanya mtu awe mkuu sio alivyo nje bali alivyo ndani. Mtu mmoja alisema a general is a general. Generali wa jeshi ni generali hata kama amevaa pensi. Na recruiter ni recruiter
hata kama amevaa dhahabu mwili mzima. Kinachoamua thamani ya mtu sicho alichokivaa wala sicho anachokionyesha, bali ni vile alivyo ndani. Na vile alivyo ndani ndicho kinachoamua kitakachotokea nje. Waefeso 3:20 asema, na atukuzwe Bwana awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko yale tuombayo wala yale tufikirio, kwa kadiri ya nguvu ifanyayo kazi ndani yetu. So kwa mafanikio ya nje ni matokeo ya vile tulivyo ndani. So usijisikie kama umeshindwa, anza kuona namna gani ya kushinda. Nawezaje kushinda kuvunjika moyo? Naomba nimalizie hapo. Nawezaje kushinda kuvunjika moyo? Napambanaje na kuvunjika moyo? How do I fight discouragement? Namba 1, jenga ufahamu wa thamani ulionayo. Ifahamu wewe una thamani gani kwenye dunia hii. Usitegemee vitu vikupatia thamani. Ukitegemea iPhone 16 itakupatia thamani, siku ikiondoka utakuwa una thamani. Ukitegemea mkeo akupatie thamani, siku kimwacha nyumbani na umesafiri kwenda Ulaya hautakuwa na thamani. Jenga a self value. Jijenge ufahamu wa kujithamini. Hebu jijue wewe ni nani na jithamini. Kabla watu hawajakuthamini, jithamini kwanza mwenyewe. Mtu anajithamini hawezi akafanya mambo ovyo ovyo, hata kama akiwa peke yake. Jenga ufahamu wa thamani yako. Tambua thamani ulionayo kabla watu hawajakuletea thamani. Thamani unakuletea watu itaondoka, lakini thamani unaojijengea ndani itakaa. Dumisha thamani ulionayo kutoka ndani. Maintain, dumisha hiyo thamani. Hiyo thamani ndio itakusaidia usikojoe mtaani. Sawa mpendwa? Uhitaji mahali wakuandikie ukikojoa hapa thamani 50,000. So unaogopa kukojoa kwa sababu tu ya 50,000. No, you are more than 50,000. Wewe ni zaidi ya 50,000. Hiyo thamani ndio itakaye kusaidia kwamba watu wasikuvunje moyo kirahisi binti. Kwamba tu kaka mmoja amekuvunja moyo, kaka mwingine kakuvunja moyo. Moyo wako ni mwepesi kiasi hicho. Jijengee thamani. Build self value. Na unajenga hivyo namna gani? Jitambue, jisome kwenye neno. Tambua unachoweza. Fanya unachoweza kwa bidii. Nimegundua thamani inajengwa kwa kazi unayoifanya. Fanya kwa bidii. Yani ifike time wanapowaza kupunguza wafanyakazi, yani wewe ukikupunguza hiyo biashara inaenda chini. Kwa nini? Kwa sababu ya thamani ambayo umeijenga. Biashara iko hatarini wewe ukiondoka. Isifike kipindi ambacho kwamba ukiondoka nyumbani ndio watu wanasema afadhali bora kaondoka huyo jamaa, akawa anatuletea hasara. No. Jijengee thamani. Yakobo alijijengea thamani kiasi kwamba alipomwambia Laban naondoka, Laban alimpigia magoti. Akamwambia no, niambie nikuongezee mshahara. Niambie kwa sababu nimejifunza tangu umekuja hapa thamani ya mifugo yangu imeongezeka. Thamani ya familia yangu imeongezeka. Uwe ni mtu unayeongeza thamani, sio mtu unayepunguza thamani. Mabinti, ukichumbiwa na mtu, yani ifike kipindi ambacho you can tell kwamba tangu nimekutana huyu kaka maisha yake hayako vile vile. Maisha yangu yalibadilika sana baada ya kukutana mke wangu. Nilijua thamani yangu, alijua thamani yake. Tulipokutanisha hizi thamani mbili, maisha yameenda. Ifike kipindi kwamba unaongeza thamani hata kwa kijana ukiwa kanisani. Add value in your church.
Ukisikia baba anaongelea habari ya uvunaji nafsi, iwe ndio amri kutoka moyoni. Nilikwambia juzi, kuna wakati baba ataongea tu kama vile anatamani. Daudi alisema tunatamani kama ningekunywa maji ya Bethlehemu. Lakini maneno yakawa ni amri kwa wasaidizi wake. Baba anaweza akasema tunatamani ili kanisa ingefika mpaka kule mwishoni. Natamani ili kanisa tungenunua mpaka huku. Hiyo ni amri kwako. Mwambie Mungu nipatie hela ya kununua mpaka upande ule. Mungu nipatie uwezo wa kuongeza kanisa mpaka barabarani. Mungu nipatie neema. That is how you add value in the church. Ongeza thamani. Usikae mahali ambapo hapana thamani yako. Add value wherever you find yourself. Ofisini kwako, bosi wako ajue wewe ni mtu wa maana. Usijiunge na watu ambao wanasema bosi ofisini. Mungu haasimami na watu na msemaga bosi. Haijalishi bosi wako ni mbaya kiasi gani. Akishaanza kuona watu wanamsema bosi, Mungu anasimama upande wa bosi. Kwa nini unajua? Kila mara anapoona watu wanamsema bosi, anakumbuka namna Lucifer alivyotengeneza kundi mbinguni. So you always fight disloyalty. Mara zote atapambana na disloyalty. Kaa ofisini, bosi wako akutegemee. Bosi wako akuamini. Hii kwamba unapambana na mabosi ndio sababu kwa nini maisha yaendi. Protect your boss. Add value mahali ulipo. Mwambie jirani ongeza thamani mahali ulipo. Mwambie mwingine ongeza thamani mahali ulipo. Nawezaje kupambana na kuvunjika moyo? Namba 2, yakumbuke mafanikio uliyoyapata. Kumbuka mafanikio. Watu wengi ni wepesi mno kusahau Mungu alivyowasaidia. Na ni wepesi mno kukumbuka vile Mungu asivyowasaidia. Kumbuka mafanikio uliyoyapata. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 20 mpaka mstari wa 22. Asema nafsi yangu ikiyakumbuka hayo, moyo wangu umeinama. Kuna mambo ukiyakumbuka moyo wako unavunjika. Lakini kuna mambo ukiyakumbuka moyo wako unainuka. Mstari wa 21. Na tafadhali kama una Biblia au kama unafuatilia kwenye screen tusome pamoja tafadhali. Mstari wa 21, 1 2 twende go. Anasema najikumbusha neno hili. Na kwa hiyo nina matumaini. Neno gani? Mstari wa 22. Ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Usiyasahau mambo yaliyopita yaliyokutengeneza. Mafanikio yaliyopita, msaada Mungu aliyokusaidia ukumbuke. Kumbuka mafanikio uliyopitia. Na ndio maana kanisani kwetu sisi tunasisitiza always take a photo. Mungu anapokufanikisha piga picha. Piga picha namna ambavyo duka lako lilishamiri. Hiyo picha itakusaidia. Siku umejaza mzigo kwenye duka, mwite mpiga picha. Kaa hapo chini na koka yako pembeni, unapiga picha duka. Kuna siku ambayo utapitia vitu, angalia ile picha. Bwana Yesu asifiwe. Angalia picha. Mimi kuna picha kanisani kwetu sisi tuna album. Sio kama nakumbuka album hapa. Mimi na album kwetu. Kanisa likijaa namwambia mpiga picha, piga picha vizuri. Na nitaprint hiyo picha ndaka kwenye album. Kuna siku nachukua album napitia. 1, 2, 3. Ili kwamba shetani akiniambia kwamba umeachwa, namuonyesha picha. I show him the pictures. Sikiliza my friend, usipige tu picha wakati umekonda, wakati umeishiwa. Piga picha pia wakati uko vizuri. Jitengenezee memories. Jitengenezee kumbukumbu. Sikiliza, usipokumbuka aliyokufanyia Bwana, shetani atakukumbusha yale ambayo hajakufanyia. Mind what God has done in your life. Jali mambo Mungu aliyokutendea. Sikiliza my friend, hali mbaya
utanguliwagwa na hali nzuri. Vipindi vibaya vinatanguliwagwa na vipindi vyema. Wakati unapitia mambo mazuri, weka kumbukumbu. Na wakati unapitia mambo mabaya, kumbuka ulivyopitia. Bwana Yesu asifiwe. Siku umejikuta kwamba sikiliza my friend. Usizoe matendo ya Mungu. Sawa? Never get used. Usizoe matendo ya Mungu. Matendo ya Mungu, Mungu anakutendea mambo ili uyakumbuke baadaye. So jikumbushe, tafuta devices zitakazo kukumbusha mambo ya baadaye. Matukio mazuri mazuri. Unapewa nishani kazini. Kazini unatangaza kwamba ni mfanyakazi bora, usiende tu bule bule. Sasa unakwambia kwamba siku fulani tunatangaza mtangazaji bora na wewe utakuwa mmoja wapo, mwite mpige picha yako. Wakati unapokea kale kanishani, piga picha. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba ukidikoroga siku moja ofisini, kumbuka kwamba wewe ni mfanyakazi bora ambaye leo tu umekoroga. Wewe ni mfanyabiashara mzuri, leo tu hujauza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu naenda mbali, umebana tu mahali pamoja. Sema nakataa kuvunjika moyo. Bado liko tumaini kwa ajili yangu. Sema tena nakataa kuvunjika moyo. Bado liko tumaini kwa ajili. Namba 2, namba 3. Nawezaje kushinda kuvunjika moyo? Tafuta chakula unachopenda ule. Mungu, nasikiliza my friend. Mungu anapokutana na mtu aliyokata tamaa, haya mambo mawili anafanya. Cha kwanza, ni matatu. Cha kwanza, atamletea chakula. Alimkuta Elia amechoka, amekata tamaa. Maandiko yanasema akamwamsha. Alipoinuka akaona mkate wa kuokwa. Mungu alijua appetite ya Elia. Mkate wa kuokwa na gudulia la maji. Akamwambia inuka ule. Inuka ule. Wakati unapitia magumu mengi, si wakati wa kufunga. Sometimes kula. Tafuta your best menu, eat. Wengi wanadhani kufunga ni dawa ya kila kitu. Sikiza ndugu yangu, sometimes kula pia ni dawa. Mtu aliyokata tamaa na akafunga anaweza akafa, unaweza kumpoteza. Lakini mtu aliyokata tamaa na bado anakula, liko tumaini kwa ajili yake. Maandiko yanasema liko tumaini kwake yeye aliyeungamanika na aliyo hai. Aliyeungamanika na vitu vinavyoleta uhai. Chakula kinaleta uhai. Nakumbuka Elia alipopewa mkate wa kuokwa na maji, maandiko yanasema akainuka. Akainuka. Asema akaenda katika nguvu ya chakula kile. Sio nguvu ya maombi, nguvu ya chakula kile. Siku 40 mpaka akafika katika mlima Horeb. Nguvu ya chakula kile. Sometimes chakula kina nguvu. Unapojikuta mambo yaendi, sikiza my friend, kama huna hela ya kununua tofali 1000, una shilingi 20,000 ya kula kitimoto, nenda kale. Tumeelewana? Na sikiliza my friend, sometimes unajikuta unajitengenezea mambo ya kukatisha tamaa. Nawaambiaga watu wangu, panga mambo yanayolingana na uwezo wako. Sawa? Mambo yanayolingana na uwezo. Bishop kaanza huduma almost miaka 14 iliyopita. Nikitaka nipanue msamba wangu kama bishop sasa hivi, nitapasuka msamba. Naenda kwa pesi yangu. Sawa? Yes. Naenda kwa pesi yangu. Na yeye pia kama ningetaka kufanya mambo haya mwaka wa kwanza, asingeweza. Enjoy your life part time. Sherehekea maisha yako kwa wakati. There are times, look for a food. Chakula uleta uhai.
Kwenye Nehemia 8 mstari wa 10 anasema kisha akawaambia, enendeni zenu mle kilichonona. Kilichonona manake unachopenda. Na kunywa kilicho kitamu. Kitamu manake kinachofurahisha moyo. Kama Coke inafurahisha moyo, kanywa Coca. Kama Coke pamoja na Malta ukichanganya ndio moyo unafurahi, kachanganye. Asema na unywe kilicho kitamu. Tena mpelekeni sehemu na yeye asiyekuwa na kitu. Maana siku hii ni siku takatifu kwa Bwana Mungu wetu. Wala msihuzunike. Tafsiri nyingine inasema wala msijisikitikie. Wala msishuke moyo, kwa maana furaha ya Bwana ni nguvu zetu. So tafuta chochote kinachokupatia furaha. Tengeneza mazingira yanakuletea furaha. Nimependa namna ambavyo Bishop anaeleza huduma. Moja kitu ambacho Bishop nimejifunza kwako. Unaendesha huduma yani very easy. Yani umetulia, yani upambani. Esa mdao sijui na ubili hapa. Alafu nakumbuka mnavyohubiri hapa, naona kama vile kama napambana sana vile. I like the way the man is. Yani yuko sijui nisemeje. Yani apambani na kitu. Very simple. Na maandiko manne tu leo. Mimi sijui la ngapi sasa hivi. Mimi sijui na mpaka naona aibu mengine yako hapo, sio kama niongeze tena. Very simple. Kuna watumishi wakiingia kanisani hapo, umgusi. Don't touch him, upako utaushusha. Yani kati yake na mke wake kuna stulu katikati. Kuna wakati tunamwona baba kamshika mama, kamkumbatia, anasema wow. Mwambie jana usikomplicate maisha. Mwambie jana usikomplicate maisha. Mwambie jana usikomplicate maisha. Maisha yenyewe ndio haya. Bwana Bwana Yesu asifiwe. Never complicate life. Mpo chini ya mtumishi wa Mungu, life yake iko very simple. Mtoto unamleta kwa mtumishi wa Mungu, mtoto anapiga unamuombea. Hajamana madhabani bado? No. In fact, protocol kisha muondoa mtoto haraka sana. Anapunguza upako. Lakini the man is simple. The man is simple. Hebu tumpigie makofi askofu tafadhali. Unajua unaweza kuona mambo ni ya kawaida mno, sio marais kiasi hicho. Sio marais kiasi hicho. Live your life to the simplest. Acha kukomana maisha mpendwa. Acha kukoma nayo. Kuna kipindi potezea. Mimi kana watu ambao wanatumika na wasaidizi zao hawaongei. Kino Bishop anakuuliza hivi, Dennis, uko sawa? Kile kiko sawa? Baba niko sawa. Tulikumisi. Unajua nitumika chini ya wa Nigeria. Mchungaji na mke wako wanapigana vijembe kanisani, madhabahuni. Nakumbuka nilikuwa na mchungaji mmoja. In fact, mama amekuja na makovu usoni. Yani huko usiku kulikuwa na mambo. So amekuja hata kuongea. So baba kaja madhabahuni. Sasa mimi nilikuwa msaidizi. Nikajikuta kwamba nampatia nafasi mama kwenda kwenye sadaka. Kafika mbele anasema, sikilizeni. Akipandacho mtu. Sasa Kiingereza anasema kwamba whatsoever a man sows, a man. Anasema just underline a man. Whatsoever a man sow, so shall he reap. So if your husband sows makofi, atafanyaje? Tunakuta mama na baba wanacheka kanisani. They're enjoying life. That is the model to follow.
That is the model to follow. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nini asubuhi leo? Just yafanye maisha yako kuwa marahisi. Watu wengi tumevunjika moyo kwa sababu tumekaza mno maisha. Tumekaza mno mwaka huu na jenga. Lazima nijenge watoto wangu, sikilizeni. Mwaka huu mtakula maharage nyinyi. Tunajenga mwaka huu. Msika jana kuambia take it easy. Mwambie jirani take it easy. Mwambie jirani take it easy. Maisha sio magumu kiasi hicho. Mwambie jirani take it easy. Wala wenzetu duniani kule wanachukua maisha very simple. Huku kwetu sasa. Huku kwetu wanaimbaga vitu vya kawaida kabisa yani. Lakini huku kwetu they're enjoying their lives. Hata kama ni vacuum, lakini they're taking their life simple. Lakini si wapendo, tuna complicate mno maisha. Yani unaingia nyumbani, mumeo yupo tu shakataka. Mume akigusa sema subiri kwa Roho Mungu ameshuka hapa. Na hivyo ndivyo unavyompoteza mumeo. Take life easy. Mwambie jana take life easy. Mwambie jana usikomae sana. Usikomaze sana maisha. Take it easy. Pigia Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Sikia ndugu yangu, saa ya huzuni tafuta chakula. Unapojisikia kuvunjika moyo, nenda kajipongeze. Go and congratulate yourself. Si kwamba ukiumia unalala na njaa. Nilikuwaga saa kwenye familia ya mama wa kambo. So nilikuwa kwa namna fulani hivi kwamba ukiudhiwa kidogo tu unasusa. Sasa familia yetu ilikuwa ni kwamba mkianza tu kula chakula ndio mashtaka yanaanza. So mama alijua bisa huyu jamaa tukianza na mashtaka hapa atasusa chakula. So nikajikuta niko darasa la 6, nimekonda na ninaonekana mzee. So mamangu siku moja akapita, mamangu mzazi akapita nyumbani kwetu. Akasema mbona umekonda sana? Nikamwambia mama, mimi nikianza kula chakula wananisema. Kwa hiyo unafanyaje? Akasema mimi nasusa. Akasema sikiliza, utakufa. Ngoja nikwambie siri, wakianza kuongea waendelea kula. Wanapozidi kuongea wewe zidisha kasi ya kula. Mama alinipatia siri. Alipokuja baada ya miezi 6, mtoto nimenawili. Na baadaye nikawapatia somo kwamba muda wa chakula jamaa tukimsema asikiliza na kula. Sikiliza my friend, wakati wa shida sio wakati wa kususa. Nenda kale. Kuna namna fulani chakula kina stimulate mwili. Chakula kinaleta raha. Chakula kinafubaisha uadui wa adui kwenye mwili. Make sure that you are eating. Dawa ya mtu aliyevunjika moyo ni kumpatia chakula ale na kinywaji cha kunywa. Sio kila changamoto ya kuifungia. Changamoto zingine ni za kula chakula. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4. Namba 4 na namba 5. Nawezaje kushinda kuvunjika moyo? Nenda kafanye tena kilichokuvunja moyo. Nenda kajaribu tena. Kile ambacho kimekuvunja moyo, nenda kakifanye tena. Nenda kathubutu tena. Nenda kafanye tena yale yaliyokuvunja moyo. Go and try it again. Kuna mambo ambayo yatakuwa umeyafanya alafu yamekuvunja moyo. Usiishie kwa kuvunjika moyo. Nenda kajaribu tena. Tafuta cha kufanya tena. Umefanya biashara Moshi, biashara haijafanikiwa, anza nyingine. Umefanya biashara haijafanikiwa, nenda kafanye tena. Usiwe mtu ukata tamaa kwa tukio moja. Go and try it again. Nenda kajaribu tena. Nenda kafanye tena. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kafanye tena. Na namba 6 ya mwisho, mara zote. Namba 6 nitamalizia moja. Namba 6, usipande mbegu ya kuwavunja wengine moyo. Wewe ni mtu ambaye unawatia wengine moyo. Yusufu akuvunjika moyo kwa sababu alipanda mbegu
ya kutovunja wengine moyo. Na ukiwa mtu mtaalamu wa kuvunja wengine moyo, yani wewe ni mtaalamu wa kuvunja mabinti moyo, kuna siku utakutana na mbaya wako. So ili usivune kuvunjika moyo, usiwavunje watu moyo. Lakini pia cha mwisho, mara zote shughulikia kila kuvunjika moyo kwa maombi. Na ndio maana tumaliza ibada somo hili asubuhi leo kwa maombi. Mara zote pambana na kila kuvunjika moyo. Baada ya kuwa umeomba, baada ya kuwa umejenga thamani yako, baada ya kuwa umepumzika, umekula, then pambana na maombi. Nimegundua kuvunjika moyo ni mkakati wa kuzimu. Na mkakati wa kuzimu hatuishini tu kwa kazi za kimwili. Nenda kwenye maombi. Yapatie hiyo changamoto maombi. Usikubali changamoto yako ikakuzimisha usikuomba. Changamoto yako ikupatie nguvu ya kuomba. Nilikuonyesha juzi usiku namna ambavyo Yehoshafati hata baada ya kukutana na changamoto za mara kwa mara, baada ya kukutana na changamoto ya adui kuwa usoni kwake, maandiko yanatuambia na Yehoshafati akamlilia Bwana, na Bwana akawafarakanisha adui zake. Maombi yanaamsha moyo wako. Nimegundua mara zote ninapoomba, moyo wangu unakuwa na tumaini jipya. Usiache kuomba. Maombi yatakupatia tumaini, au kukosa maombi kutakuondolea tumaini. Kila Mkristo anayeomba hata kata tamaa. Uwezi ukaomba na ukavunjika moyo. Na uwezi ukavunjika moyo ukiwa unaomba. Kwenye kitabu cha Luka 18 mstari wa 1 asema, akawaambia mithali hii, imewapasa watu kumwomba Mungu na wala wasikate tamaa. Maana yake ni kwamba kama utaomba hutakata tamaa. Na kama utakata tamaa ni dalili kwamba uombi. Uwezi ukaomba na wakati huo unakata tamaa. No. Kuna namna fulani hivi muombaji yuko connected na maombi na yaomba. Nimegundua maombi yanajenga projection of your life. Maombi yanatengeneza njia ya matumaini. Mkristo anayeomba ni Mkristo anayejaa matumaini. To be prayerless is to be hopeless. And to be prayerful is to be hopeful. Ukikosa maombi utakosa matumaini. Na nimegundua mpendwa, the more you pray, the more serious you become. Unavyoomba zaidi, ndivyo unavyokuwa serious zaidi kwenye mambo. Umakini kwenye vitu unakuja baada ya kuomba. Nataka tukaombe asubuhi ya leo. Baba, yapatie macho yangu maono. Yapatie macho yangu mwanga. Nipatie tumaini jipya kwenye maisha. Nakataa kuvunjika moyo. Nakataa kukata tamaa.